Kichwa cha neno la Mungu ni kwamba ulivyotayarishwa na Mungu, ulivyotayarishwa wewe na Mungu mpaka vile ulivyo, ndio kichwa chake. Wacha nikapate kuomba kwa ajili ya neno. Baba, nasema ni asante kwa ajili ya mchana wa leo. Asante Bwana wa majeshi kwa ajili ya nafasi hii ambayo umenipatia Bwana. Tazama kusanyiko hili limekusanyika kwa ajili ya kulisikia neno lako, Mfalme wa amani. Endelea kututia nguvu na kutufungua masikio yetu ya ndani, Bwana, ili tupokee yaliyo yako, Mfalme, na ukazidi kutujengesha akili zetu, Mfalme wa amani. Tuenende na neno lako Bwana, kwa maana hivyo ndivyo inavyopasa kuwa, Mfalme, na tukilifuata neno lako kwa ukamilifu Bwana, utapata kutuinua hatua kwa hatua. Na ni kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu wasifiwe wapendwa. Amen. Mungu anataka kukutoa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa njaa zako mwenyewe zikakupeleka Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa matatizo yako mwenyewe yakakupeleka Misri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anataka kukutoa Misri. Ameamua kukutoa kule akulete huko. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe huru tena. Bwana Yesu asifiwe. Yaani namaanisha ushatolewa Misri, wewe si mtumwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anataka kukutoa Misri. Mungu hawezi kukutoa Misri tu kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Kama alilipa gharama, kama alionyesha mifano mingi na hukufuata, akikutoa Misri kienyeji, utakuwa mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akamuonyesha Farao mapigo 10. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yale mapigo 10 ya Farao si kwa ajili ya Farao na utukufu wa Mungu, hapana. Si kwa ajili ya Wamisri wateseke, hapana. Ni kwa ajili ya wana wa Israeli waliokuwa wameenda wao kule Misri waone utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yale mapigo 10 ambao Mungu alipiga nchi ya Misri, hakufanya vile kwa sababu ya kumnyoosha Farao. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo Wakristo wanapotea njiani. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo hupotea njiani kwa sababu Mkristo kimuuliza atakwambia Farao na jeshi lake lote waliangamia bahari ya Shamu. So Farao hayupo tena, si ni kweli? Kwa hivyo sisi kama Farao hayupo tena, tuenda Misri sasa. Lakini tukasahau kwamba ahadi ya Mungu anapotutoa pale ili tumtumikie. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutoka pale, tumevushwa bahari ya Shamu, tumejisahau, tukamchelewesha Musa akakosa kuionesha ahadi. Na ilifanywa na nyinyi wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa mungelifuata neno la Mungu, kwa kuwa mungelikumbuka mapigo 10 ya Farao, kwa kuwa mungekumbuka nzige, kwa kuwa mungekumbuka maji kufanywa damu, kwa kuwa mungekumbuka vyura, kwa kuwa mungekumbuka venye nyoka walivyomezwa, mungekumbuka mambo hayo, wala msingezungushwa jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Mlizungushwa jangwani kwa sababu mkilia kidogo kwa mkimwambia Musa tumechoka na hiki, Mungu akiwapa mana na ndege mkila mnasahau. Bwana Yesu asifiwe. Mnasahau ni Mungu tayari. Mnaanza kugeuka hapo kwa kundi hilo la wana wa Israeli limetolewa limevukishwa bahari ya Misri, ndio na bado la gawanyana hapo ndani hapo dhehebu moja, na bado wanagawanyana pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani Mungu amekuonyesha utukufu wake kwanza kabla ya kutoa. Mungu amekuonyesha utukufu wake. Mvua ya barafu ilinyesha Misri. Bwana Yesu asifiwe. Vyura na nzige walipatikana Misri. Bwana Yesu asifiwe. Cha zaidi tukija kwa kitabu cha Kutoka 11. Hebu nipate msomaji wa Kutoka 11 pale mwanzo.
kitabu cha Kutoka mstari wa 10 kitabu cha Kutoka 11 mstari wake wa kwanza. Haleluya. Kutoka, mwenye amepata Kutoka. Kwa yale mapigo 10, kwa yale mapigo 10 ya Misri, mapigo 10 ya Farao. Kutoka 11 pale moja inaanza. Haleluya. Ashapiga 9, Bwana akamwambia Musa. Nakumbuka yale mapigo si siri. Haleluya. Ama nzige ilikuwa siri. Watakuniambia wana wa Israeli hapo. Mungu anamwambia sasa, Mungu anamwambia Musa bado kuna pigo moja. Atuambie pigo gani? Nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huko. Naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huko kabisa. Basi nena wewe masikioni kwa watu hawa, na kila mtu mume na atake kwa jirani yake na kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Misri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Mstari wa 4, Musa akasema, Bwana asema hivi, kama usiku wa manane mimi nitatoka nipite kati ya Misri, na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa, tangu yule mzaliwa wa kwanza wa Farao aketia katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa huyo mjakazi aliye pale nyuma ya jiwe la mzabibu, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni pigo la 10. Hapo maana yake ni kwamba yale Mungu aliyoyafanya alikuwa anawaonyesha wana wa Israeli ni jinsi gani anavyowathamini. Yaani mtatoka, mimi ni Mungu wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Mimi na uwezo wa kufanya nini? Mimi ukinipa nafasi kwenye maisha yako naweza nikafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Sisi makosa yetu tunazuia baraka kwa sababu ya kuwaza mambo mingi. Mwanadamu amewekewa mawazo mingi. Yaani shetani anajua sisi tuna tamaa, kwa sababu ya tamaa zetu anatupinga na vikwazo vya kwa vinatufanya akili yetu inawaza kila wakati. Lakini ukweli ni kwamba vita Mungu anapigana nao mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli, Musa hakutumia hata panga, alionyeshwa vita na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mzaliwa wa kwanza walikufa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka Farao akarudi. Haleluya. Ni kwa ajili ya nani mpendwa? Ni kwa ajili yako. Haleluya. Ni kwa ajili yako ndo leo uwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya wewe Mkristo. Katikati ya kundi lile la wana wa Israeli ndipo palipotoka Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili yetu sisi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili, yani Mungu ni kwa ajili ya kwamba wewe ujue ni jinsi gani Mungu anakupenda kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Yani usitake fahari ndo mgeukie. Usitake fahari ndo ujue kuna Mungu. Usitake kuona baraka angalia kwanza ndo akutoe pale ulipokuwa pale utumwani. Mateso yale uliokuwa unapitia. Dhiki zile uliokuwa unapitia, kufanyishwa kazi bila kulipwa, kupigwa, kufanyishwa kazi kama punda, kuteswa, kukosa maji. Mkalia mpaka Mungu akasikia. Bwana Yesu asifiwe. Akawaonyesha ni nguvu gani ako nazo. Japo Farao alikuwa na jeshi na mafarasi na wamapanda farasi, lakini alionyeshwa na Mungu ni nguvu gani Mungu ako nazo, anaweza akafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haikutosha, akawatoa katika utumwani wa Misri na akawavukisha bahari ya Shamu.
hapa ndipo tunakuja pata jambo kubwa sana la ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta kwamba tayari wamevuka, wametoka, wametembea na vitu vyao, wameruhusiwa, wametembea jangwa paka, wamefika kwa bahari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bahari imefunga. Kule huko hawezi rudi na kule hawawezi vuka. Bwana Yesu asifiwe. Na bado Mungu akawafungulia njia katikati ya bahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani bado katikati ya bahari Mungu akapeana njia kwa wana wa Israeli. Ni kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sacrifice yake mwenyewe, anakuona wewe ni wa maana sana. Ameacha kila kitu, ameacha enzi zake, anakushughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Anadeal na wewe peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Usitatizwe na biashara zako, mkabidhi Mungu, anafanya mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yasikutatize. Maisha gani yanakutatiza? Maisha, okay, ukiwa kijana unaweza sema maisha nini na nataka kutengeza na kukimbilia. Acha nikwambie siri moja. Mimi nimejenga bila dhiki. Bwana Yesu asifiwe. Licha kwamba nimelala nje, naishi kwangu bila dhiki. Yaani nimejenga bila kulala njaa. Bwana Yesu asifiwe. Nimejenga bila mko wangu kukosa kuvaa. Yaani hakuna kulalamika, najenga. Yaani si mimi, ni kwamba Mungu alipenda nifanye nini? Yaani Mungu ndo aliruhusu mimi niishi tamu. Kwa maana anayompendeza Mungu anafaa kuishi kwenye dunia na aimiliki. Kuimiliki maana yake ni kwamba uishi hapa kwenye dunia na ujenge, usiwe tangatanga, ujenge kwenye dunia hii na uowe kwenye hii dunia na uzae watoto, ndio kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliruhusu. So usibabaike, usitatizike, hakuna cha gharama yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwachie Mungu maisha yako. Anatosha. Hizi kazi hazitoshi. By the way, mimi sasa hivi niko kwenye hizi biashara, naona season tofauti naziona. Unaweza kuta season kama hii inayosema ndo season ya rush. Sasa hii huwezi uliza. Alafu baadaye unaweza ona hiki kipindi nikose kufanya kazi, alafu tufanye kazi kile kipindi ambacho watu wanasema sijara na bado nipate pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bado nipate vile vile. Haleluya. Yaani maana yake ni kwamba langu liko pale pale, si Mungu atanipa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu ya ujana ama kwa sababu ya age tunaweza sema, wacha tujipange kwenye maisha, jipange kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Panga maisha yako vizuri kwa Mungu. Mtumikie Mungu, fanya kazi zako ukimwangalia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukipata mahali pasawa pa kuabudu, mtumikie Mungu kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hakika nakwambia, haya maana nakwambia ni ya uhakika. Mimi yamenitokea, nakwambia nimelala chini nje, nimenyeshewa na mvua. Yaani mvua yaanza polepole vile mwasikia mvua. Ti paka yachanganya, paka huu mwili wa shikaganzi na lala. Paka naamka bado yanyesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe wana ni mtezo hiyo? Wewe unaweza ikianza hapo umetoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na ndugu zangu nakwambia, na wakati yule last born hata alikuwa kama huyu. Na utakuta mama amemfunika kama kuku anafunika kifaranga, na tumejikunja hapo hapo. Na baba kama ametoka huko tena amekuja hapo Aenda sasa. Na kwa nyumba nani? Hapo ndio kweli. Nilijenga nyumba mwenyewe kwetu. Yaani mamangu na baba, yaani mimi mamangu namjengea nyumba mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Najenga mwenyewe. Naenda sasa nimekuwa kijana mkubwa, nenda kata miti namjengea mamangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuanzia miaka yangu 7 mpaka niwe miaka 17 huko nje. Haleluya. Amen. Mvua ikinyesha, tunashukuru Mungu. Kukikauka tunashukuru Mungu vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu pia sisi ukinyesha ndio twalima, tupata mavuno, tutakosa kushukuru Mungu. Kukikauka kwa pakavu twalala vizuri na tunyeshewi. Mbona tusishukuru? Kwa nini bwana? Tulikuwa hapa na mchungaji juzi. Mvua ikaanza kunyesha. Si ni juzi tu. Kakaanza kunyesha bwana. Kwaona mama mwambie kijana yake angalie. By the way niko na kijana wangu mkubwa. Siku hizi amekuwa shujaa kama mimi. Huyu hapa. Mnamwangalia mbali. Huyu hapa. Shujaa zaidi. Hatari. Hata mimi mwenyewe nashangaa. Hiyo siku aliambiwa na mke kaangalia akasema lakini hapo nyuma hapa nakaa pia kulinyesha
ukaleta disaster, right? Challenge mimi. Ukaleta disaster kidogo mali yaka. Na si hapa kanisani pia anaingia mchungaji. Mbona waja? Mbona yuaja yeye? Mimi kwangu kulijaa maji kingi. Bibi watoto haya wakaenda kalala pale pale. Shazoea mimi mambo ya kawaida. Juzi sasa akataka kakianza akawa arudi nyumbani, hakurudi. Ila iliponyesha akaniambia siendi tena. Haleluya. Amen. Shujaa. Ndani. Kwa hivyo haendi tena zaidi. Hayo ni mambo madogo madogo kwenye maisha. Mtazame Bwana na mpango mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtazame Mungu ana mpango mzuri. Wachana kuangalia na vitu vidogo vidogo, vinakuchelewesha, vinakuzungusha pale jangwani, vinakuzungusha pale jangwani. Kumbuka ni Mungu ndo alogeuza ile ondo yake, ndo aligeuza mito ya Misri yote kwa damu. Umeelewa? Kumbuka ni Mungu ndo alileta vyura mpaka ndani ya nyumba. Kumbuka ni Mungu. Huyo alikuwa anakupigania wewe. Mkumbuke Mungu ndo alileta nzige. Bwana Yesu asifiwe. Wazaliwa wa kwanza ni Mungu mwenyewe, hakuna mtu alishika panga. Bwana Yesu asifiwe. Nani kwa ajili yako, si mtu mwingine. Haleluya. Ni kwa ajili ya wewe mpendwa. Ni wewe ulikuwa unaandaliwa, ni wewe ulikuwa unaandaliwa maandalizi mazuri. Uwe kwenye fikra zako, ujue nimepambana na dhiki, lakini si yule, si nilikuwa na kule, nilikuwa ninalala nje. Hapa niko kwa nyumba japo leo sina pesa, siniishi. Kesho nitapata. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda na imani hiyo, ukienda na imani ya Bwana na ukimtumikia Bwana kwa roho na kweli, mimi nakwambia sendi popote hivi unavyoniona. Yaani hapa linyesha hapa. Limwagike kweli kweli hapa. Mimi nasema Yesu ni Bwana. Amina. Hata unashangaa, nitaimba hapa nikisema Yesu ni Bwana. Nifike pale kwangu nione mnatatizika, wengine nawavukisha. Sina shida yoyote. Mambo ya kawaida, baada ya muda yanapita. Ile nyumba iliingia maji, ilikuwa haina floor. Kama haina floor, si unielewa. Utakosa kuelewa na hili liko hivyo. Hapa si mtefetefe hapa. Kwa wageni hapa ni mtefetefe, usiogope. Mtefetefe kuna kama. Ndio maana wameweka hii. Pale kwangu pia ilikuwa hivi. Na sasa huyu alikuwa anatizika, huwa sisi sina lalaje sijui hapa. Mimi nikumbuka nasema kwetu nilikuwa na gunia. Alafu naanguka na tena nilishewa. Wacha kwamba kuna tope, tena nafanya nini? Nanyeshewa. Sasa niko nasema sasa hapa namwambia sasa utafanya hivi kwa sababu unaona amekuja yule anataka kuwapeleka pale mtopanga, nendeni kwa basi. Mimi nalala. Bwana Yesu asifiwe. Tena nalala kwa sababu nalala vizuri kwa sababu gani? Sinyeshewi. Niko sawa. Yaani mzizimo mmoja tu. Nikija mzizimo nikuka hivi mimi mzizimo, lakini mwenyewe sinyeshewi. Bwana Yesu asifiwe. Sina tatizo na hilo. Bwana Yesu asifiwe. Na nimemuona Mungu kwa kila njia. Acha nikwambie. Wakati ule nilipokuwa niko na kazi nzuri na njia nzuri na mashortcut mingi ya pesa nyingi, nilikuwa na hospitali hiyo, nilikuwa nayo na daktari. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hospitali na daktari nilikuwa nayo. Sasa niko huko nasikia tu basi ampeleke ngoja nimwambie daktari ni elfu yenda. Siwapi tena sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyu Mungu ni wa ajabu. Mimi nilipoamua na nikasimama nikasema penye nililala chini kule na ukaniwezesha. Na hapa nimejenga kabisa. Ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe Bwana, si mtu mwingine. Mungu ushaenda sasa tena. Labda tule mchicha. Tulikuwa tunamuongeza damu. Mungu la mchicha. Anadalio kosa damu. Angalio. Wewe acha Mungu atengeneza watu wake. Yeye hamjui. Ndio maana nawaambia kwenye maisha mtumaini Bwana. Mtumaini Mungu. Kila jambo mshughulikie Mungu. Mweke Mungu. Wewe toka ukiambiwa hapo sijui kuna shida gani. Mimi huwa mara nyingi nikibeba nikifika pale naambia hapo live. Hapa angaliliki hapo polisi. Nasema sasa nimebeba tayari. Na alafu ajabu. Mzee mwenzangu kwa pekee tuko na tabia. Ushabeba bamburi pale, ushapiga kona pale mbele anambia eka mafuta. Hebu tulieke mafuta ile gari hapa. Iko mafuta mbele, pesa ishachukuliwa. Ati nikubaya wapi? Hapo lights. Namwambia wewe Mungu umeniamsha, ujue. Umeniamsha na ukanipa nguvu. Nimelingurumisha dude hili limenguruma nikabeba watu na wapeleka town.
Hakuna njia nyingine. Pesa hii ndio inaniweka hapa mjini. Hiyo ndio inaniweka mjini. Hiyo ndio inatoa sadaka kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo si pesa nyingine. Nipitishe pale lights. Na tunaenda sote na ajabu wananiona feri, yani kutoka Bamburi mpaka feri kule. Alafu tunakuwa tena pale. Umevuka wapi pale? Bwana Yesu asifiwe. Amenivukisha mwenyewe. Mimi mwenyewe siwezi. Nafukaje? Siwezi, lakini Mungu amenionyesha hayo maajabu. Hata siku nyingine nikawa nimekata tamaa, nikasema hata mpia sendi tena town. Sendi town. Hata yote hizi nikizana sendi town pale lights. Nimegeuka lights hivi na beba mtu wa kwanza wa pili. Polisi wamekuja hapo, matrafiki na watutu pumu wameshuka. Wamekusanya tutu karibu 9. Wameniacha peke yangu. Haleluya. Amen. Nimefunikwa na nini mimi kama si damu ya Yesu? Amen. Tamwabudu nani kama si huyu? Ndio maana nasema ainuliwe. Maana yeye ni mwema. Hii dunia hakuna zaidi ya Mungu. Yaani hii dunia ni Mungu basi. Ni Mungu basi. Na si kwamba ni Mungu basi kwa sababu mimi sijui upande wa pili. Najua. Haleluya. Amen. Najua upande wa pili vizuri tena sana kama kiganja changu hiki. Nyinyi yani maisha nimeishi mimi, hakuna mtu ameishi maisha hayo hapo. Yani mimi kama ni upande wa pili, huu upande huu. Yani babu yangu pale kwetu Odero. Wewe sema Odero pale utaambiwa. Mganga mkubwa. Hapo kwetu mahali shangazi alichukua na daktari wa Dr. Maiti Garero. Ushasikia jina kama Garero, Maiti Garero, yani Maiti ya sasa hivi. Daktari alikuwa pale. Alikuwa pale na mimi wakati huo nilikuwa na kipaji cha kupiga zile kayamba zile. Lakini zile tulikuwa tunazipiga kule Catholic zile. Sasa akagundua yule mzee kama mimi niko sawa mzee. Bwana Yesu asifiwe, napiga kwa kweli vibaya. Sasa hata yeye alinipa kibarua na najua ni utapeli mtupu, nyinyi mwadanganyika wana. Utapeli mtupu ule. Mimi nishampigia kayamba na nikalipa. Na nalipiga kweli yani kama ni manyaba wa Golomoko. Serious na kwamba kweli. Nakupigia wangu. Bwana lakini mimi najua ni utapeli. Haleluya. Wote utapeli na angalia wadanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Na kupelekwa mizimuni. Nimeona pande zote lakini mimi katika hizo pande zote Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na amenisimamisha. Nikiangalia ndugu zangu, nikiangalia wale marafiki zangu niliokuwa nao na sasa hivi na vile mimi niko hapa town. Namshukuru Mungu. Haleluya. Amen. Namshukuru Mungu. Mungu amenitia nguvu. Na wewe pia atakutia nguvu. Siku kutia nguvu tu, atakupatia haja ya moyo wako. Amen. Tamanio la moyo wako atakupa. Mlilie. Kwa nini Yesu amlilia apewe? Wewe ukosi. Kwa sababu gani? Wewe unakosa kwa nini? Ondoa hizo fikra za Misri. Toa umisri kwenye kichwa. Toa kabisa umisri wote. Mwache Bwana atawale maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Achia Mungu maisha yako. Wachana na tabia za Misri. Tabia za Misri zimewarudisha nyuma wana wa Israeli, wakamfanya Musa akafa kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imagine ameenda kuwachukulia amri 10, akirudi tayari washachonga sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Musa anawauliza, si nyinyi? Si tumefukana nyinyi ile bahari? Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu wa nini huyu? Musa alikuwa kule Misri. Na sisi tumeamini mpaka tukafukana wewe. Haleluya. Unamchongea nini huyu? Washachonga tayari. Yaani hata haishi hata miaka, washachonga tayari. Bwana Yesu asifiwe. Toa hiyo kwenye akili. Mimi nimezaliwa kwa wachawi na waganga na washirikina. Bwana Yesu asifiwe. Na sikufa wakati huo. Na hawakuniua kama walikuwa wananiroga sijui. Ila naamini mpaka sasa hawawezi wakaniroga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa naamini yule Mungu alionitetea ananitetea mpaka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yule Mungu ambaye alinitoa Misri mimi na amenisaidia mimi kuishi maisha ninayoishi. Bwana Yesu asifiwe. Na alifanya kila kitu mpaka niwe vile nilivyo. Siwezi muacha. Haleluya. Mpendwa, mshikilie Mungu.
Mpendwa, mshikilie Mungu kweli, na mpatie Mungu hoja ya moyo wako ukweli kabisa, ukweli. Yaani kama ataka kumiliki, kama ataka kuishi town, nisema Mungu, ile nchi ambayo nimeikanyaga uliahidi tunapokanyaga mkwetu, mwambie akupe, atakupa. Na hakika hiyo, na hakika nani? Hiyo mimi na hakika nani? Amina. Na pesa gani mimi za kuwa na nyumba hapa town nazitoa? Kama babangu alishindwa kujenga nyumba kwao kwa shamba la babake mzazi, amezaliwa kwa shamba lao na nimemshinda kujenga nyumba, pesa hiyo mimi kujenga pale mimi ninatoa wapi? Huwezi pata. Imagine hata ndugu zangu kupangisha kwenye shida ni ngumu. Wakati mwingine unaangalia rent si shida. Uone, fikiria mtu akwambia leta 200,000 300,000 nunue plot, ni mchezo? Hiyo ni kitu cha kawaida. Inamhitaji Mungu, huwezi. So usilazimishe, ambia Mungu nataka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nimemuona Mungu kwa hilo. Wakati huo tulikuwa tuna shida sana huko kanisani, kanisa lingine tulikuwa tunashiriki miaka ya nyuma. Tulikuwa tuna shida sana na jengo na mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yule mchungaji akasema mimi sina pesa na nyinyi hamna. Sisi tulikuwa tuna pesa. Yeye hana, sisi nasi pia ni hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mwenyewe alifukuza tuondoke, sasa tufanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Akasema si Mungu yuko hapa ndani? Mbona asitupe? Na imagine katika hiyo hali tulichangana fikiri 50-50 tu. 50-50 tu. Akatupa plot kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na tukapata kiwanja. Si unataka? Lazima Mungu akupe. Mungu atakufungua akili zako. Lakini kama zimetoka Misri, kwanza toa Misri, toa kurudi nyuma, toa mawazo mabaya, achana na watu ambao wanakurudisha nyuma, watu ambao wanakusikiza. Sikizeni niwaambie wapendwa, sikizeni niwaambie. Mimi huwa naambia watu usidanganye ndugu yangu. Mganga wa kienyeji si mshirikina. Bwana Yesu asifiwe. Mchawi wa kuroga si mshirikina. Bwana Yesu asifiwe. Mshirikina ni jirani yako. Haleluya. Yaani yule mwenye uwezo wa kukushawishi mpaka uende kwa mganga ndo mshirikina. Haleluya. Wale ndo wanafiki na washirikina. Yule mganga kwa kazini, yule mchawi kwa kazini, yaani na hakika kabisa mchawi sokojua na kuroga hasa anakurudia nini, lakini nikimpelekea salamu zako atakuroga. Haleluya. Nikienda kwa ajili yako atakuroga, si nimeenda mimi? Kwa hivyo yule anayekushawishi ndio mshirikina. Sahi wako wingi. Mtu yoyote anayekutenganisha na baraka zako ni mshirikina. Sitaki kudanganya na kuambia ukweli. Mtu yote hata atumie Biblia, hata atumie nini, lakini akutenganishe wewe na jamii yako ni mshirikina. Kwa kuwa kama alikuzaa, kama alikuwa na nia yako angekuwa. Imagine umebeba kichanga hivyo mpaka atembee mwenyewe, mpaka aende kazini alafu mroge. Sasa wewe una maana gani? Kama ni nyota yake siko hapo. Maana nyota ya Yesu ilionekana kabla Yesu ndio miaka 400 kabla hajazaliwa huko ilionekana. Sasa kama ni nyota, si mtu ako nayo jamani? Si tayari anazaliwa nayo. Kama kafara yake ndio tajiri wako, basi simroge mchanga. Haleluya. Mkate mchanga. Umwache mpaka akatafute kazi Emmanuel. Mpaka akuletee na mkaza mwana. Mpaka akuletee na mume nyumbani. Akuleta mjukuu alafu mroge. Alafu wewe nani uelewi? Yaani mtu anakutabiria kabisa kwamba baba yako, unaona pale kwa baba yako ndio mchawi. Alafu wewe unaelewa? Unaelewaje? Wewe fikiria. Ni mchawi ndio. Mbona hakuniroga nikiwa mdogo? Yaani mpaka sasa namletea pesa. Mpaka namletea unga yule. Ananiroga vipi sasa? Kama ukifikiria atanirogaje huyo mtu? Huyo anayesema wewe huyo mtu atakuroga ni mshirikina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ndiye mshirikina. Mtu wa kweli, mtu wa Mungu hakutabiri kwamba familia yako ina ubaya na wewe, ama mimi rafiki yako nina ubaya na wewe. Mtu wa kweli anakuambia muombe kwa Mungu Mwenyezi. Kama na ubaya mimi na wewe, udhihirike hadharani hapa Emmanuel uone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni kinyume na kifanya juu yako, iwe wazi hapa kila mtu aone. Huyo ndo Mungu tunayemtumikia sisi.
Na huyo ndio Mungu alimuonyesha Musa kuwa japo wajiona dhaifu, huna nguvu, lakini wewe ndio nitakupa uwezo uwaondoe wale wana wa Israeli. Umeelewa? Kwa hivyo kama Musa aliamini na akapewa nguvu na Mungu mpaka akaondoa wale wana wa Israeli, hiyo ndio imani basi inayotakiwa. Haleluya. Kwa sababu Musa peke yake hangeweza. Si hata Musa alikuwa anamwambia Mungu akono ulemavu. Si ndio? Alikuwa ashamueleza. Kwa sababu Mungu, lakini hali yangu mimi, unaona? Lakini akapoa wewe hiyo imani. Imani kwanza ndio uweze kuwatoa. Maana yule ni jeshi. Farao amepigana vita. Wafilisti wako kwa vita kila wakati. Amejipanga. Wewe, mimi ni nani? Mimi mchungaji kondoo. Ni nani mimi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anatembea pamoja nawe. Mungu yuko na wewe. Mungu yuko. Kwa hivyo wapendwa, ningependa kuwatia moyo mchana huu wa leo. Yaani masaa haya. Amini ya kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yaani ni kwamba ninayaweza yote kwa yeye anitiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani amini hilo neno. Unayaweza yote kwa yeye akutiaye nguvu. Na hakika Mungu atakupitisha katika jambo lolote. Yaani jambo lolote halina kiwango. Si ati hii na hii, lolote kwenye maisha. Uimara uko kwa Mungu. Ufanisi uko kwa Mungu. Mtumaini Mungu mpendwa, na Mungu atakutia nguvu ajabu. Na Mungu atakufanya kiongozi mahali kufai kwa kiongozi. Imagine nilipopelekwa kule Kuranze, wakaona wanipe kazi ya kuchimba na ile kutoa zile masaruji. Wakaangalia wakaona kuinama siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa kitambi matatizo. Kuinama hivi kila wakati haiwezekani. Hata mimi nafikiri kweli kabisa, hata huko njiani huko wale wa mjengo hivi kitambi haendi. Haiwezekani. Na itanichukua muda kukata, walijua hiyo. Kwa hivyo wakaniambia, bwana wewe unajua kazi gani? Akaniambia mimi mambo ya maji haya. Kama kuna maji sema hapa sasa kuna ukame hapa, kumekauka maji, wazungumzia maji. Sisi wenyewe hapa imagine kule Kuranze ni kugumu, mtu akikufukuza hivi unakufa. Maji unapimiwa maji kunywa. Hauogi kitu. Paka inyeshe. Haleluya. Kuranze. Mzee, Kuranze. Moto. Yaani ukiamba pale kamini toka, uenda kufa. Yaani unatembea distance hapa na karibu Mazeras. Kabla hujaona barabara. Maji pale kambini, yani yule mdosi yule anaeleta, amezingira ile kambi yake na ameweka na askari, alete tangi la maji ama tangi ya maji ya mwanzo ndio na huko. Alete roli ya maji mimine pale. Munywe nini? Wewe. Sasa wakaona huyu bwana mkubwa hiki kitambi na kuzoa kokoto haitawezekana. Wakaniambia sasa kuna kazi nyingine jamani, sasa tutakupa kazi gani? Nikamwambia ama ulikuwa wewe ni mshugani wewe mwenyewe. Akaambia mimi sijui nitafanyaje. Lakini chochote mimi nitafanya. Unajua kupika? Kaambia ndio. Sijui kumbe najua kupika kitambo utotoni. Najua hata wewe nimemfunza kitambo kwa mtu huyu. Kama ni kazi hakuna, lakini kupika ako vizuri. Atapika. Nikamwambia hiyo najua, nilikuwa nimesahau. Haleluya. Kama ni kupika, najua. Wakaniambia basi. Wakasema sasa unaona ule mrundo wa kuni na ile sufuria ya sima marigeti, nakwambia wako pale nilikuwa na vijana kama 30 hivi. Na ukishanganya na kama 35. Kwa hivyo sima ya kweli, sima ya unga wa kusiaga. Kaniambia sasa, unaona ule mrundo wa kuni utapika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakuwa mpishi. Ni sima na maharagwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chai ya rangi na prota. Inaitwa prota. Prota ni ile chapati ya maji ile unga ngano nikipiga wakaitwa prota. Mimi fundi, wewe uniambi. Fundi, hata hakuna mtu anaweza pika prota ni ile hapa, labda mpike mwenyewe. Na ujuzi mzee. Nakwambia nikawaambia najua.
chukua pale ofisi yako ile pale. Huyo mpishi ndo kama supervisor sasa. Huyo ndo kwa wiki anaruhusiwa kuoga mara moja. Uniambie hali ya kule Kuranja ndugu yangu. Alafu mtu akuteme nje ya kambi. Kule sijaona. Sasa niliposema mimi najua kupika, nilipoonyeshwa hizo umru wa kuni, nikapata chance ya kazi. Na nikaanza kupika. Mara ya mwanzo ile sima ya kusaga nakwambia, magedi kwa 30 ilikuwa ngumu. Lakini nikasema sina kazi na kule nimekimbia. Sikukimbia na simu pia line pia nimeachana nayo. Haleluya. Amen. Yaani serikali itakuja kwa kampuni, fika kwa kampuni, itolewe na kampuni, maana kampuni inajua pale kwangu. Ilikuwa pale kwangu. Watamchukua. Aendelea kula atasema simu juu ya aliko. Pigeni simu. Tusaidiane, tutafute, hata sisi tutamtafuta. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini kwa uoga alifuata mpaka babangu, lakini ilikuwa mbaya. Ikaisha lakini. Tena vizuri, kesha vizuri. Kisha mbaya. Nakwambia nilipokuwa Kuranja sina chochote hapo, naambia hii hata kama ni ngumu napika. Hii sima hii. Kalikoroga. Ya kwanza kalikoroga nikilimimina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenda limimina ikatawanyika. Haleluya. Yaani wanakula na kusonya kweli kweli, nakwambia. Walifanyia bila achana tu. Sima mzee ya watu 30, sima si mchezo. Hii tulipika hapa mchungaji ni watu 10, 20. Sala si marigedi. Yaani mitungi 4 ya maji mzee. Yaani ukisonga ukimaliza, jasho peke yake linatosha kizufuria, na hilo jasho meti hapo kwa siku. Hamjaona upishi nyinyi, hamjui upishi. Moto wawaka, jasho la kutiririka sima. Hakuna kitu kigumu kama hicho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akaniwezesha kumaliza wiki. Imeiva ile mbaya, nakwambia mpaka yani venye najipanga, ikifika saa 12 prota na cherani. Tayari. Mpaka mali kutoka vipi? Unajua vijana wanaenda kazini vipi na tayari akifika mlima. Alafu ujue vile venye nimezipanga bana, hazishikiki nilikushikia mwenyewe. Kishikia hivi kana katika. Sitapatiza maji, kishikia hivi. Kwa hivyo nilikushikia mimi ukifanya mchezo. Sasa sababu tayari. Saa 9 lunch akifika, nimelimwaga. Tayari nakwambia nikawa nimekuwa anakula sima, nakwambia sima mara mbili. Saa 9 na saa 3. Na prota saa 12, alafu uji saa 4. Nilikoma huko. Haleluya. Amen. Uchafu siku mchafu sana, mimi nilikuwa naoga kwa wiki mara moja jamani. Kuoga ni mbaya, kuoga mara moja kwa wiki ni mbaya. Si mbaya. Kule mvua ikinyesha watu wakienda kuoga wanashikwa na homa. Kuranja ni kugumu. Yaani huyu mzee anajua, huyu mzee. Hiyo ndio nasema huyu anajua. Kwanza hiyo mita hiyo simu tunapiga kule kwa msitu wa Tanapa kule kando ile ndio tunapiga simu. Naenda kule tunapiga vipi? Nampigia naomba, "Halo. Sikusikii." Namwambia, "Sikia wewe vipi? Huko vipi? Wamekuja?" Wale. Watu wasa natafutwa wasa na manyaji. Na siongei sana nikati tayari kwa sababu naweza sema halo kumbe vile wanafuatilia kule. Nilipopiga nikaambiwa, "Njoo hivi." Nikakata. Haleluya. Amen. Nikakata nikasema, Mungu amejibu. Nikirudi huko na vile sikufanya sana, nilifanya kama mwezi na nusu hivi. Nikawa niko na kale kamshahara kangu ka 2,500. Unaona hiyo kazi ngumu? Mshahara kidogo. Haleluya. Ujengi, huwezi jenga. 2,500 kwa mwezi. Anakuhesabia unakunywa mali yake, unakula sima yake na uji wake. Akitoa hivyo anakuambia nitakulipa 10,000. Sasa anaanza kukutolea maji, sima na maharagwe na prota na chai rangi. 2,500 mzee, mshahara 2,000 wako kule. Yule alikuwa pesa nyingi 4,000. Huyo ni ule wa ile bulldozer. Kule ni kugumu bana. Yaani ukienda kule si mahali kwa kwenda kule. Tunaenda tu kama kameshikika mahali ndo. Huwezi ishi.
Lakini nikamshukuru Mungu. Aliposema imeisha, nikasema Yesu ni Bwana. Nikarudi nikamwambia, Amdosi, leo nilikuwa nataka kesho asubuhi narauka nenda naitwaje? Kasigao wataita Kasigao. Nenda Kasigao kesho, nenda Kasigao. Kasigao kuna shida gani? Hapana bwana, ule mshahara sijatoa. Ule mshahara tunatoa huko. Kwani kuna benki za nani? Si wanatuwekea huko. Usichelewe wewe, usichelewe. Ukimaliza tu chai pikipiki kutoka Buranze mpaka huko ni kama 300. Wewe upeperuke na upepo 300 mzee. Kamwambia sichelewi, yani na mali nilirauka. Saa 11 mimi tayari nishatengeza kila kitu. Saa 12 kufika uko kwenye kinjia, uko peke yako. Yani mpaka pale mahali utapatiwa pikipiki. Distance kama hapa na pale Mtamboni. Lakini shida ni msitu na jangwa. Msitu na jangwa, yani tumeshikana hivi. Asa napita tu kufika kupata, nilipopanda hiyo pikipiki nilipoekalia hivi. Nasema Mungu umeniponya, huko sirudi. Haleluya. Na sijarudi tena mpaka leo. Namshukuru Mungu. Amenipigania vita ile ngumu ambayo siwezi kabisa. Ndio nimemuona. Sasa ndio nimemuona. Yaani naenda mpaka nafika mwisho. Yaani mpaka nafika mwisho mpaka nasema ndio namuona. Yaani hiyo basi kumbe ndivyo anavyofanya kazi. Sikuwa najua hivyo. Kumbe ndivyo anafanya kazi hivyo. Yaani unaenda mpaka una hapa mke na mwacha. Hii ni miaka 10 jela. Kama ukija si ana watoto wengine 3. Utafanyaje wewe? Haleluya. Utafanyaje? Haya, ulifanya makosa mwenyewe. Ulishikwa mwenyewe. Au umemwacha huku miaka 10 jela. Utafanyaje? Heri Arabuni. At least utasema nilikuwa nimeenda kumtafutia. Jela. Miaka 10. Mombasa. Mke wako Mombasa, Chibe, town. Wewe ni wapi? Wazazi wako wapi? Mke wapi? Mombasa. Wewe jela. Haleluya. Ni Mungu peke yake. Ni Mungu, si mwingine. Mpaka kutetee, kinyume na hivyo haitawezekana. Kwa hivyo ndugu zangu, mshikeni Mungu kiukweli. Tumshike huyu Mungu na nguvu. Huyu Yesu ni Mungu. Na alikuja kwa sababu yetu sisi. Huu upendo ni upendo ambao hauna kifani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ametenda matendo, ametupigania, ametutetea, jangwani ametulisha mpaka akaja na akafa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akatufia sisi. Huo ni upendo wa ajabu, hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndugu zako na mama zako hawawezi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani kukombolewa na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu tu. Tumwamini Mungu na tutembee naye. Na hakika Mungu atatutendea. Na hata vile tumesimama hivi, ni huyo Mungu. Na hata kama ulikuwa na mawazo lakini umeyabadili kwa ajili ya Mungu, mfuatilie Mungu kwenye maisha yako. Jaribu kutembea na Mungu, tembea na imani ya Mungu, na imani ya ukweli kabisa kwamba nitaweza. Utaweza. Na hakika utaweza. Kukataliwa si tatizo. Tatizo ni kwamba unakataliwa ukiwaza nini? Mkubali Mungu, wanaokukataa watakukaribisha wenyewe. Utashangaa wewe mwenyewe. Hata kama umekataliwa watakukaribisha wenyewe. Kwa sababu umemkumbatia Mungu. Mungu alikuja kwa ajili yetu sisi. Ni sisi ndo hatuna time na Mungu. Mungu anatuhitaji sana tuwe na time na yeye ili atutendee. Tuna mambo mengi sana ambayo Mungu Yaani mimi nimesikia ushuhuda huu, mpendwa amesema kwa ana wajukuu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwangalia age yake hivi, alafu ana wajukuu. Yaani kumaanisha akiendelea kumtumainia Mungu, ataona vitukuu na vitukuu. Yaani Mungu atafanya sawa. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya jambo ukiambiwa unasema hapana, lakini ndivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo lilivyo, ndio halisia wake. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo tuzidi kumtumainia Mungu, tumshukuru Mungu na tutembee naye, tuwe tukitembea naye, tutende kazi za Mungu. Amini Mungu. Kama ni kijana, mwanzo kijana ndio uko na muda. Wacha sisi sasa hivi tumezeeka. Itafika muda useme natamani ningekuwa ule muda wangu nikaimba kweli kweli pale kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Itafikia muda utasema ingekuwa ule wakati wangu nilikuwa nafanya kazi. Hakika ile jengo la kanisa lingeweka dirisha. Bwana Yesu asifiwe. Hakika flow pale ningesimamia. Maana nilikuwa naweza, lakini umeweza. Lakini sasa hii ndio muda. Fanya kitu kwa ajili ya Mungu. Hata wewe mwenyewe utakuwa ukimwambia Mungu, ni nini kwani? Ni nini nimefanya? Mimi hata nikiwa hapa mimi nafurahia. Mimi nimefanya mingi yani kwa kifupi. Kuna time ilifika nikasema mimi nafanyia Mungu, sitaki kujua. Nafanyia Mungu tu, akinipa sawa. Yaani nafanyia tu Mungu. Yaani mimi nafanya tu. Na mimi namfanyia, mimi sitaki kujua. Na hakika Mungu amenifungulia. Yaani Mungu amenifungulia. Nilipoingia kwa hii nyumba nilikuwa nalia bado. Na si kitambo sana, mimi si kitambo sana. Kama miaka 2 na nusu nilikuwa nalia. Na shida watu wana vita ni kali. Watu kuna mtu asiyekuwa. Kuna asiyekuwa na adui kweli. Angalia, paka ndege wa angani ana kitu kinamuwinda amle. Sasa wewe ni nani? Yaani kila mtu ana vita. Lakini huwa kwa Mungu ni utukufu, ni upiganie nje Mungu apate utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Nilialia tu nilipokuja hapa kwa mchungaji, nikalialia tu. Mungu ameniwezesha. Bora tu roho yangu inasema fanya. Mimi nafanya tu. Hakika Mungu ameniwezesha, kaniwezesha mpaka najiona tu niko sawa tu yani. Haleluya. Kwa hivyo namshukuru Mungu. Mungu amezidi kwa mwema. Wapendwa, simbarikiwe na Bwana. Si Mungu awatie nguvu. Si Mungu awainue. Mungu awatie nguvu kiasi cha nguvu. Ili mzidi kutembea na neno lake. Na hakika mtaona matunda ya Bwana. Na mbarikiwe kwa hayo machache.